Wangapi hawakuwepo jana? Leo ni siku ya kwanza kuhusu ufalme. Jambo la kwanza nikasema uwepo wa utendaji wa falme tatu: ufalme wa dunia, ufalme wa Mungu, ufalme wa shetani. Jambo la pili nikasema kila serikali ya dunia, kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Jambo la tatu nikasema kila mtu anaathiriwa na falme mbili: ufalme wa dunia aliozaliwa kama ni Tanzania, na ufalme wa kiroho aidha wa Mungu au wa shetani. Hakuna neutral ground. Na usipoamua kuathiriwa na ufalme wa Mungu, usipofanya juhudi za makusudi Mungu aonekane kwenye shughuli zako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, utakutana na upinzani zaidi wa shetani. Maana yake kama tunamtaka Mungu, lazima tudhamirie kumruhusu Mungu kwenye shughuli zetu. Amen. Na tunamruhusu vipi? Kwa kuziishi kanuni. Ufalme wa Mungu unaheshimu kanuni. Unaheshimu kanuni. Kwa lazima uzijue kanuni za ufalme na uanze kuziishi ili ule ufalme ukusaidie. Sasa tunapoendelea nitakuwa nazitaja kanuni kidogo kidogo, lakini kuna kanuni za ufalme kwenye kila eneo. Namba 4. Kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na vitu vifuatavyo. Kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na vitu vifuatavyo. Lengo la kuelezea kuhusiana na ufalme ni ili tujue ufalme wa Mungu unafanya kazi. Nilisema jana, unapookoka unakuwa mtu wa ufalme wa Mungu. Yaani kuokoka ni entrance, ndio kuna kuingiza kwenye ufalme. Nitaeleza huko mbele. Ndio kuna kuingiza kwenye ufalme. Lakini ili uwe ufalme ukusaidie, lazima uwe na ufahamu kuhusiana na ufalme unavyoweza kukusaidia. Sasa watu wengi wameishia kwenye kuokoka, hawajaenda extra. Wokovu unageuza maisha yako ya rohoni. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini hiyo sio garanti ya mafanikio yako ya kiuchumi. Hiyo sio garanti ya mafanikio yako ya kiafya. Hiyo sio garanti ya mafanikio yako ya kimaisha. Ndio maana kuna watu wameokoka, wamepigika kifedha. Hapigika kweli kweli kifedha. Ameokoka kabisa. Hawezi kumhukumu kwamba hajaokoka. Hapana, kaokoka na anaenda mbinguni. Kuna watu wameokoka, wamepigwa afya zao. Afya imepigwa. Huwezi kusema hajaokoka. Hapana, ameokoka, anaenda mbinguni. Nini kinapaswa kufanyika? Anatakiwa awe na ufahamu wa namna ufalme unaweza kushughulika na afya yake na ulinzi wake na uchumi wake na maisha yake kwa ujumla wake. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na ndio hiyo inatupeleka kuelewa ufalme, kutatusaidia kuelewa ufalme wa Mungu. Kila ufalme ili uwe ufalme una vitu vifuatavyo. Namba 1, una himaya. Himaya ni Kiingereza wanaita territory. Territory ni himaya, au kwa lugha nyingine ni eneo la kijiografia. Hakuna ufalme bila eneo. Inaitwa Tanzania. Tanzania kama ufalme una mipaka ya kijiografia. Ukienda njia ya Tanga utakutana na mpaka, wanakuambia hapa ndio mwisho wa Tanzania, sasa unaingia Kenya. Ukienda njia ya Moshi utakutana na mpaka mwingine, Uhuru, Tarakea. Himo pia kwa mbele utakutana na mpaka mwingine, Arusha utakutana na mpaka mwingine, Namanga. Sasa unaingia Kenya. Ukienda njia ya Mbeya, mbele Tunduma utakutana na mpaka wa Malawi, utakutana na mpaka mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Pande zote utakazoenda kuna mahali utakuta anambia sasa hapa ndio mwisho wa Tanzania, kwa sababu hakuna Tanzania bila mipaka. Kwa kila ufalme una himaya, una mipaka. Amen. Ukielewa vizuri mifano hii ninayoitoa kwa mfano ambao unaeleweka Tanzania,
nikiwa naelezea ufalme wa Mungu utanielewa vizuri zaidi, na nikiwa nazielezea kanuni zinazotawala ufalme wa Mungu utaelewa vizuri zaidi. Watu wengi hatuziishi kanuni za ufalme kwa sababu hatuoni kama ni kanuni, hatuzitazami kwa jicho la ufalme, ndio maana wengi tunafeli. Kwa mfano, mbele nitaelezea utoaji. Si watu wengi wanautazama utoaji kama kanuni ya ufalme. Wengi wanatazama utoaji kama tukio la kidini. Lakini ukielewa ufalme unavyo-connect na kodi, utaelewa utoaji unavyo-connect na ufalme wa Mungu. Na hautacheza na utoaji. Hautacheza na utoaji. Ukielewa ufalme unavyo-connect na kodi, utaelewa namna ambavyo zaka ina-connect na ufalme. Sio tukio la kidini la kuja mbele ili uombewe tu. Sio tukio la kidini, ni tukio la kiufalme. Ndio maana serikali yoyote haina mchezo kwenye kodi. Kuna mfumo ameuweka. Kama Mtanzania lazima utoe kodi. Hata na wewe, hata kama hujawahi kuipeleka TRA, unaipeleka kila siku. Ukinunua maji ya shilingi 500, kuna kodi huko ndani. Kodi ni mfumo, ni utoaji, unaitolea serikali, unaitolea ili iweze kukutunza. Ni mfumo ambao umetokea kwenye ufalme wa Mungu. Sasa watu wengi kwa nini wanafeli kwenye ufalme wa Mungu? Hawana hii mindset. Wanajua kwa mfano utoaji, wanajua hii janja ya mchungaji. Hivi kuna watu unajua utoaji wanajua janja ya wachungaji. Hii ni janja ya watumishi. Na kama hapa ningesema tunajifunza ufalme wa Mungu na mambo ya utoaji, wanasema kaja na janja yake. Yaani anaanza vizuri baadaye anakupeleka kwenye janja yake. Ndio maana hata watumishi wengi wa mahali hawezi kuongelea utoaji. Kwa sababu nyie mnahisi kwamba anataka wapige. Ila mimi baada ya siku 5 hizi inawezekana nione mwaka wote mwingine. Labda tutaonana miaka 2 ijayo. Inawezekana. Kwa hiyo ukifikiri ni janja, shauri yako. Kwa sababu mimi sitakusanya hata sadaka. Sasa hiyo janja gani hainisaidii? Nakufundisha ufalme wa Mungu, neno la Mungu. Ulielewe likusaidie. Uliache halina shida. Mungu hana shida. Mungu hana shida. Ukiamua kumkataa, yeye atabaki wa kukubaliwa. Ukiamua kutomwamini, yeye atabaki wa kuaminiwa. Ukiamua kuliamini neno la Mungu, litakusaidia. Usipoliamini, aliathiriki, litabaki la kuaminiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa watu wengi wamekwama kwenye maisha. Nakwambia ukweli, hivi ni vitu kama vya kawaida nikiwa naviongea, lakini nakwambia ni hivi ndio vinakwamisha watu waliokoka. Hawachukulii serious ufalme wao. Watu wa giza wako very serious na ufalme wao. Wewe unaingiaga kwenye maduka mengine ya Wahindi, unaona wametundika nani? Pilipili, matunda. Tunda kabisa, tunda limetundikwa pale mpaka limekauka. Anapenda maua, sio maua rafiki yangu. Sio maua, kikauka wanatoa tena wanatundika. Nenda kwenye maduka ya Wahindi. Zile ni ibada. Zile ni ibada. Watu wa dunia wanaelewa ufalme wa giza unavyofanya kazi kuwafanikisha kuliko watu wa Mungu tunavyoelewa ufalme wa Mungu. Si unajua kuna kamsimu fulani matajiri wa Kiarabu au wale washikadini wa Kiislamu huwa kuna kamsimu fulani kakuchinja. Si unaelewa? Na kugawa nyama bure. Wale matajiri wakubwa wanasema wanaweza akachinja hata ng'ombe 300. Hivi unajua maana ya ng'ombe 300? Ng'ombe mmoja ni shilingi ngapi? Kwa bei rahisi kabisa 300,000. Hiyo tena ni bei ndogo sana. Hiyo bei ya kitimoto 500,000 kwa bei rahisi kabisa 500,000. Maana yake ng'ombe 10 milioni 5. Ng'ombe 100 milioni 50. Ng'ombe 300 milioni 150. Ukitaka kujua huyo mtu yuko serious, usije ukafikia anapoteza milioni 150, nenda kamuombe tu milioni 10. Kamuombe, mwambie naomba tu milioni 10. Muombe hata milioni 1 akupi. Lakini saa ya kuchinja na kugawa, atachinja ng'ombe wa thamani ya milioni 150, anachinja na kugawa. Sio charity tu ile. Sio tu charity. Ni ibada. Kuna namna wanaelewa na wako serious. Sasa mtafute Mkristo ambaye anaelewa hizi. Hamna.
Hamna. Mkristo anaelewa sadaka ni bukubuku. Yaani jamaa yuko ametajirika kwa mamilioni, lakini angalia sadaka anatoa 1,000 moja. Sema 1,000 ni hela ndogo. Lakini wewe umebarikiwa kwa mamilioni unatoa 1,000. Unacheza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleka vizuri. Kwa hiyo ufalme wa Mungu namba 1 una nini? Himaya. Namba 2, kila ufalme una mfalme. Sasa kwa lugha ya kwetu rais. Kwa lugha nyingine ni mfalme, anaitwa hivyo mfalme. Hakuna ufalme bila mfalme. Lazima awepo mfalme, mtawala wa ule ufalme. Amen? Kila ufalme una mfalme. Namba 3, kila ufalme una watu chini yake. Kila ufalme una watu. Kila ufalme una watu chini yake. Hakuna Tanzania bila Watanzania. Haipo. Ndio maana kiutaratibu kabisa, ili atawale rais, ili atawale vizuri, lazima awe na ridhaa ya watu anawatawala. Kama hana ridhaa ya watu, mfumo utakolapse. Utavunjika. Kwa sababu ni mfumo. Hakuna ufalme bila watu. Hakuna mfalme bila watu. Maandiko yanasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Sio tu wingi wa watu kwenye nchi, wingi wa watu wake. Ni wangapi wanakukubali kama mfalme? Ndio utukufu wako, ndio kung'aa kwako, ndio mafanikio yako. Manake failure ya mfalme, aibu ya mfalme, sababu kinyume cha utukufu ni aibu. Aibu ya mfalme ni kukataliwa na watu wake, na watu, kutokuwa na watu wanaomkubali, au kuwa na wachache sana wanaomkubali kati ya wengi. Hakuna mfalme bila watu. Hakuna ufalme bila watu. Ndio maana kiongozi yeyote makini hawezi kupuuza watu wake. Hawezi kupuuza watu wake. Kwa sababu kupuuza watu ni kupuuza nafasi yako. Kupuuza watu ni kupuuza nafasi yako. Utukufu wa ufalme ni wingi wa watu wake. Amen? Kwa kila ufalme una watu chini yake. Kila ufalme pia, ukielewa hivi, wakati ninaelezea ufalme wa Mungu, utanielewa kwa wepesi. Wewe ndio unasababisha Tanzania inaitwa ufalme. Mtanzania ndio anasababisha Tanzania. Bila Mtanzania hakuna Tanzania. Jaribu kuimagine wote Tanzania tusiwepo. Wote wa Tanzania wote tuuawe. Kuna Tanzania? Hamna Tanzania. Watajimilikisha tu. Museveni atakata kipande chake. Ruto naye atakata kipande. Sijui wa Malawi naye atakata cha kwake. Ghafla unashtukia hakuna tena Tanzania. Kwa sababu gani? Hakuna watu. Utukufu wa ufalme na mfalme ni watu. Amen? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kila ufalme una lugha. Kila ufalme una lugha. Sasa ujua haya mambo sio mageni. Ni mambo tu yale tunayofahamu kimsingi. Ila tu mimi najaribu kukutazamisha kwa namna fulani hivi. Kwa hiyo unaona kama ni jipya, lakini wewe ni Mtanzania, ndio maana kuna Tanzania. Hamna kigeni hapo. Wote tunajua ukitaka kuvuka mpaka kuna mpaka. Wote tunajua. Kila ufalme una lugha. Lugha ya taifa ya Tanzania ni Kiswahili. Hakuna ufalme bila lugha. Ndio maana ukifuatilia Mwalimu Nyerere, kati ya vitu alikuwa anavisisitiza, kimoja wapo ni lugha. Kilichotupiganisha Tanzania na Uganda ni mpaka. Kwa sababu ukishindwa kulinda mipaka yako, umefeli kwenye ufalme wako. Ndio maana mpaka ni muhimu sana. Na moja ya kazi ya majeshi ni kulinda mipaka. Maana huwezi kuingia tu bila utaratibu. Kazi ya majeshi. Kwa sababu
bila mipaka, hakuna Tanzania. Lakini lugha ni utambulisho mwingine wa ufalme. Ndio maana kila nchi ina lugha. Kila nchi ina lugha yake. Tanzania lugha yetu ya taifa ni Kiswahili. Lugha yetu ya kiofisi ni Kiingereza, si ndio? Kenya lugha yao ya taifa ni Kiingereza. Alafu na Kiswahili pia kina nafasi yake. Sijui lugha ya mawasiliano hata sijui. Lakini hivyo. Ndio maana moja ya namna unaweza kumtambua mtu ni kupitia lugha. Kuna namna Mtanzania akiongea na Mkenya akaongea, wote tukaongea Kiswahili, utajua yule ni Mtanzania, yule ni Mkenya. Mganda akiongea unajua yule ni Mganda. Mrundi akiongea kama unafahamu utajua yule ni Mrundi. Wote wanaongea Kiswahili. Wote wanaongea Kiswahili, lakini kila mmoja ana namna anavyoongea lugha. Kwa sababu moja ya kitu kiko kwenye kila ufalme ni nini? Lugha. Na hii inaenda hata kwenye falme ndogo ndogo. Kuna namna tu Mchaga akiongea je yule ni Mchaga. Kuna maneno fulani hata kwenye maandiko kuna namna walikuwa wanawatambua watu wa kabila fulani, anawaambia sema neno fulani, likimshinda anaambia wewe sio. Kuna maneno fulani kuna makabila hawezi kuongea. Kwa mfano wa haya, anambia sema ng'ombe, anasema ng'ombe. Sio ng'ombe, ng'ombe. Ng'ombe. Kuna watu hawezi kutamka. Bwana asifiwe. Wasambaa kuna lafudhi zao hivi. Ng'ombe hawezi. Waya wengi, yani yule Mwahaya mwenyewe yule. Hata mti ng'ombe. Hata pamba ng'ombe, ngo. Na sio ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Wasuma tunakandamiza maneno. Unaongea kama unafoka hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mtu akiongea tu unajua huyu Mchaga, akiongea tu unajua huyu Muhaya, huyu Msukuma, huyu ni kabila fulani. Kwa nini? Kwa sababu lugha inakutambulisha. Sasa vile vile kwa Kiswahili unajua huyu ni wa mkoa fulani, wa nchi fulani, wa nchi fulani. Naeleweka vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Kiingereza pia akiongea Mkenya, kama unajua Kiingereza umekutana nao mbalimbali, Mkenya akiongea Kiingereza, Mnigeria akiongea Kiingereza, Mganda akiongea Kiingereza, kuna tofauti ya namna wanavyoongea. Kwa nini? Kwa sababu kuna connection ya lugha na eneo. Kwa kila ufalme una nini? Una lugha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ufalme una namna ya kufikiri, mindset. Kitu kingine kwenye kila ufalme una namna yake ya kufikiri. Kiingereza wanaita mindset. Kuna namna wa Tanzania tunafikiri ni tofauti na wa Kenya wanavyofikiri. Ni tofauti na Waganda wanavyofikiri. Ni tofauti na wa Nigeria wanavyofikiri. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Sasa kufikiri ndio kuna kutazama mambo. Kuna namna tunayachukulia mambo. Unajua wa Tanzania by nature ni watu soft. Lakini pia hata ukienda Tanzania tu ukianza kugawanya makabila, mikoa, unagundua tunafikiri tofauti. Kuna namna Mchaga anafikiri ni tofauti kabisa na Mzaramo anavyofikiri. Mchaga anafikiri hela kwa asilimia kubwa. Kuna namna anakikonvert kila kitu kwenye hela. Yaani kila kitu anafikiria kuhusiana na hela. Kuna namna fikra zake zimejengwa kinini? Kipesa. Ndio maana wengi wako kwenye biashara. Tofauti na Mzaramo. Tofauti na watu wa pwani hao. Wao wana shida. Yaani sije nikaongea vibaya, lakini lengo langu sio hilo. Lengo langu tuelewe, sawa? Unakuta mtu mfumo wake wa kufikiri yeye ili mradi amekula asubuhi, mchana na jioni, ana shida gani?
Kwa akishajenga nyumba yake yenye mchoro wa elo, vyumba ingia toka, vyumba vyake 6, anakodisha hapo kila chumba 10,010, anajua ana 60,000 kila mwezi, au kila chumba labda 50,050, anajua ana 300,000 yake kila mwezi. Ana uhakika nikipata 300,000 nitakula zangu ubwabwa na samaki. Anashinda anacheza bao. Yaani fikra yake imefika hapo mwisho. Namna anavyofikiri. Kuna mwingine yani anavyofikiri, yani ameshapata kachumba kake pale, kageto kake, amenunua kakitanda, na hivyo anaweza kula milo 3 kamaliza. Hawazi kununua kiwanja, wasijenga, haongezi juhudi yoyote. Yeye fikra yake inawaambia kafika. Lakini kuna mwingine namna anafikiri wako aggressive. Sasa na kinchi pia tuko hivyo. By nature wa Tanzania ni wapole yani. Ndio maana hata kilichotokea juzi, hakuna mtu alikuwa anaamini kama kinaweza kutokea Tanzania. Hakuna. Hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama kilichotokea kinaweza kutokea Tanzania. Kwa sababu sisi sio mambo yetu yale. Sijui nini kiliingia mioyoni mwa watu. Sijui ilichokozwa na nini ile kitu. Lakini sisi sio mambo yetu. Mimi nafikiri ile andiko tuliandikiwa sisi ya kupigia shavu la kulia. Ngeuziana. Kuna nchi ukipiga la kulia utakula mengi wewe. Namna tu kwa mfano wa Kenya wanavyofikiri ni tofauti na sisi. Mimi nimefanya kazi na Wakenya na wa Nigeria na watu mbalimbali. Nimefanya kazi nje ya nchi na mataifa kadhaa, mataifa kama 8-9. Tunafanya kazi zinazofanana. Kuna namna wanafikiri tofauti na sisi. Wanaweza sasa Watanzania hatuna fikra za kitapeli. Of course, tukija Tanzania kama Tanzania, kuna makabila ambayo huwezi kutapeliwa na wao. Yaani huwezi kukuta tapeli kabisa yule tapeli wa kabila fulani. Sio rahisi. Wale ambao mnapokeaga simu za kitapeli, huwa ni watu wa watu. Mara nyingi unakuta tu ni kuna dini, utagundua tu ukifuatilia uelekeo fulani hivi. Kuna kabila ambao sio rahisi. Inawezekana wapo lakini kwa kweli sio rahisi. Ila kuna baadhi ya makabila kwa sababu ni namna wanavyofikiri. Sasa tukitoka kinchi, Tanzania hakuna matapeli. Kinchi haisifiki kwa utapeli kidunia. Unajua Tanzania inasifika kwa nini? Waganga wa kienyeji. Sitani kweli, yani ukienda Kenya, mganga maarufu ni mganga kutoka Tanzania. Ukienda Burundi, mganga kutoka Tanzania. Hata hapa Tanzania pia kuna wengine. Ukiwa hapa Tanzania, mganga kutoka Sumbawanga, mganga kutoka Kigoma. Kuna namna ukisema mganga kutoka mahali fulani, mganga kutoka Moshi. Moshi wafikiria sana. Moshi wanafikiria sana nini? Hela. Namna ya kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata kwenye level ya kimataifa tukizungumzia utapeli Afrika, hatumweki Mtanzania. Kwa sababu sisi fikra zetu haziko. Ndio maana kama umewahi kujaribu kutapeliwa kimataifa, hawezi kuwa Mtanzania. Atakuwa kabila gani? Atakuwa nchi gani? Neza Kenya au Nigeria hapo. Au hapo ni Mkenya au Nigeria. Wakikwambia kuna kazi Dubai, tuna dili la kazi Dubai, wewe fuatilia mwisho kabisa utakuta namba ya Nigeria +25 ngapi sijui, au namba ya Kenya. Ukiona tu hivyo rafiki yangu unajua unatapeli. Bwana sifa sana. Kuna wakati tulikuwa tunasafiri sijui kama wanafanya hivyo hadi sasa hivi. Nilikuwa nasafiri kwenda China. Miaka ya nyuma 2007. Sasa tukashuka kwenye ndege wengi wa Tanzania, wa Nigeria, wa nani, wengi tumeshuka. Alafu tunapita kwenye skana, yani vile vyombo ambavyo vinakuskani kama una silaha una kitu. Kwa hiyo tulikuwa tunapita, wa Tanzania tukapita, tukaenda kama usio kwenda. Lakini wa Nigeria wote walipopita waliwekwa pembeni. Maana yake ni yani wanaamini hakuna Mtanzania mwenye akili ya kitapeli
au ya kiwiziwizi kiasi ambacho hii mashine haita mnasi, yani level yao ya utapeli. Lakini kwa Nigeria hawaiamini mashine, wanaenda kumkagua upya. Hadi walikuwa wanalalamika wale wa Nigeria, maana yake hawaamini. Yani inawezekana tu kuna namna amefanya na amepita nacho lazima akakaguliwa mara ya pili. Sasa point yangu iko wapi? Kila ufalme una namna ya kufikiri. Ukielewa hiki kitu wakati naelezea ufalme wa Mungu, utaelewa kwa wepesi. Na hiyo namna ya kufikiri ndio inafanikisha ufalme. Ndio maana kuna watu wanafanikiwa zaidi. Unafikiri Wachaga wengi wanafanikiwa kwenye biashara kwa sababu wana kismat chochote cha biashara, au wao ni tofauti na wengine? Hamna, ni kuna mindset imeshajengeka. Changamoto zile zile unazokutana nazo na yeye anakutana nazo, lakini wewe utakata tamaa kwa sababu ya namna unavyofikiri. Yeye akati tamaa kwa sababu ya namna anavyofikiri. Kuna namna tu fikiri yake imejengewa. Mchaga atafanikiwa kwenye biashara, Mchaga atafanikiwa. Kwa wewe ukipigwa hasara unasema yani ile laana ya ukoo imenimaliza. Yeye anasema hamna, sisi tutafanikiwa. Mchaga lazima afanikiwe. Anapigwa hasara anarudi tena, anapigwa hasara anarudi tena, baadaye anatoboa. Namna anavyofikiri. Wengine unafikiria kukata tamaa, unafikiria hivi. Lakini namna ya kufikiri ndio inaongeza bidii. Kwa hiyo unashangaa mtu ana bidii si ya kawaida. Kuna namna anavyofikiri kuhusiana na biashara inazalisha bidii. Unaelewa watu wa Mungu? Kwa namna ya kufikiri inamata sana kwenye mafanikio ya mtu. Unafikirije? Kuna watu wanafikiria kurogwa tu. Yaani anafikiria yani kila kitu ni kurogwa. Rafiki yangu, hawezi fanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama watu wa ufalme lazima tugeuze namna tunavyofikiri. Amen. Kila ufalme una aina ya vyakula. Kila ufalme una aina ya vyakula. Kila ufalme kuna aina ya chakula ni maarufu. Kwa mfano Tanzania, vyakula vyetu ni vyakula gani? Kuna yani lazima haiwezi pita wiki ujala hicho. Wali. Wali, ugali, wali, maharage. Hivi kuna familia inapita wiki nzima wajala maharage? Sio rahisi. Hizi nyama ni extra hivi. Lakini ugali wiki. Mtakuwa mnakula nini sasa? Wali na ugali, ukiondoa wali ugali, unakula nini kwa mfano? Ndizi pia sio sema sana, lakini moja aina ya vyakula. Kwa kila ufalme. Sasa ukienda tu hapo Kenya, wali sio chakula rasmi. Yaani sio aina ya chakula ambacho. Kwa unaweza ukakaa hata mwezi mzima hujaona wali. Ugali ni chakula na vyakula vingine githeri si manini mengine. Kwa kuna namna. Kwa hata ukienda mkoa. Ukienda Bukoba kwa mfano, Bukoba kabisa kwa wale wa haya. Unaweza kaa miezi 6 hamna wali, hamna ugali, hamna. Ni ndizi tu. Zinapondwa, zinafanywa hivi. Ndizi tu. Kwa kila ufalme una aina ya vyakula vyake. Sawa? Una aina ya vyakula. Nilienda nilipokuwa naishi kwenye nchi pamoja na watu wa nchi nyingi, ndio nikagundua kumbe kuna vyakula sisi tunaona hapa ni kawaida, kumbe kwingine sio kabisa. Kwa mfano ndio niligundua kumbe chips mayai, ile zege ile ni chakula ya Kitanzania. Yaani hata ukienda hapo Kenya, ukikuta mahali wanatengeneza chips mayai zege, unajua wamekopi huko Tanzania. Au ukiwaambia chips mayai hawaelewi, labda akaange mayai yake hivyo. Lakini maeneo mengi ya Afrika nikaja kugundua ni kitu kilitokea huku, yani kilibuniwa huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme una aina ya chakula, una aina ya vyakula. Kila ufalme una mavazi. Kila ufalme una nini? Una mavazi. Hauwezi kukwepa mavazi na ufalme. Hauwezi kupuuza swala mavazi unapoongelea ufalme.
Ndio maana mavazi yana connect na ufalme kwa maana ya nchi, mavazi yana connect na tamaduni. Sawa watu wa Mungu? Tunapozungumzia mavazi yana connect na ufalme na tamaduni ya mahali. Kwa hiyo usije ukaona tu Marekani wamevaa hivi na wewe Tanzania ukavaa hivi ukafikiri ndio ukisasa. Inaendana na hapa Tanzania tamaduni. Kila ufalme una vazi. Ni vile tu sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji. Tukiuliza vazi la Kitanzania ni lipi, tunaweza tusielewe. Lakini tukienda kwenye makabila, unagundua kuna makabila, kuna vazi ukivaa, nasema amevaa Kimasai. Si ndio? Amevaa fulani. Lakini kuna nchi ambazo zina maintain bado mavazi kama nchi. Kama kuna nguo ukivaa wanasema amevaa Nigeria. Si ndio? Kuna namna ukivaa wanasema amevaa Kikongo. Kwa nini? Kwa sababu ufalme una mavazi. Ukifuatilia kuna mavazi ya Kitanzania. Mavazi ya Kitanzania. Kwa mfano kanga ni mavazi ya Kitanzania. Kanga. Nakumbuka wakati kuna kwenye ile nchi ambayo nilikuwa nafanya kazi, tulikuwa tuna siku ya kimataifa, yani ya taifa, ya kila taifa. Na siku hiyo mnaambiwa kila mmoja leo kwenye hiyo sherehe aje na vazi la nchi yake. Sisi tulikuwa tunapata shida. Hatujui. Sababu kila kitu tumekopi tu huko. Sijui. Unavaa nini sasa? Kama sisi wanaume. Vazi la Kitanzania ni lipi? Yote ni mavazi ya tuliokopi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalau wanawake anaweza akashona kitenge au akashona kanga. Lakini wanaume ikawa ngumu. Ila kila ufalme una mavazi. Hakuna ufalme unaopuuza mavazi. Ndio maana ni mtu ambaye hauelewi ufalme wa Mungu anasema Mungu anaangalia moyo tu. Mambo ya mavazi Mungu ajali. Wewe hujui maana ya ufalme. Kasomea Biblia yako vizuri. Mungu alikuwa anawaambia mpaka ukiangalia kwenye maandiko wakati Mungu ana establish taifa la Israeli kama ufalme, alikuwa anawafundisha hadi namna ya kuvaa. Anawaambia kabisa kuhani avae hivi. Na ili awanyooshe vizuri ilikuwa usipovaa hivyo unapigwa. Kuna namna kuhani alikuwa akipanda madhabahuni hajavaa kiaina fulani anapigwa. Maanake huwezi kupuuza swala la ufalme, swala la mavazi kwenye ufalme. Huwezi kuwa tu unavaa vyovyote kama mtu wa ufalme wa Mungu. Kwa sababu mavazi yanakutambulisha. Moja ya kazi ya kwanza ya mavazi ni kumtambulisha. Kazi ya kwanza ya mavazi ni kufunika utupu. Kufunika aibu, kufunika utupu, kufunika uchi. Ndio kazi ya kwanza. Ndio maana unaiona kwenye Mwanzo sura ya kwanza. Wakati Adamu na Eva wamekula tunda, Biblia inasema wakajiona wako uchi. Mungu akawatengenezea ngozi, vazi, ili wafunike utupu wao. Ndio kazi ya kwanza. Kazi ya pili ya vazi ni kukutambulisha. Unatambulika kwa unavyovaa. Ndio maana ukimwona trafiki ameandikwa alama usoni, unamjuaje? Alivyovaa. Unasema yule ni trafiki. Kuna mfungwa, yule ni mfungwa. Wale wafungwa, unaona wafungwa wanalima? Wewe ulijuaje ni wafungwa? Walivyovaa. Unajua daktari alivyovaa, polisi alivyovaa, mwanajeshi alivyovaa. Kwa maana kila unachovaa kinakutambulisha. Vaa kwa namna ambavyo unataka kuwa addressed. Unataka kutambulika. Unataka watu wakutambuaje, utavaa hivyo hivyo. Na usije ukawakasirikia watu wakikutambua kahaba. Sasa mimi sio kahaba. Umevaaje? Maandiko yanasema kuna mavazi ya kikahaba. Vaa kwa namna ambavyo unataka. Hivi unajua kuna nguo, kuna namna ukivaa hata ukipigiwa simu Bwana asifiwe, wewe mwenyewe utaona aibu kusema amen.
Hapo tutajiangalia. Hii haiendani na amen. Haiendani na Bwana asifiwe. Wadada wananielewa. Kuna namna ukivaa hauwezi kumhubiria mtu. Yesu anakupenda. Wadada eti. Kuna mavazi ukivaa huwezi kumhubiria, unaanza kumhubiria Yesu anakupenda. Mpe Yesu maisha yako, atakucheki tuseme. Na wewe usije kama Mungu anaangalia moyo tu. Hamna. Na sisi tunaangalia nini? Haya, Mungu anaangalia moyo na sisi. Hakuna watu waliookoka wana vituko. Muone kanisani aliyopiga sketi ndefu hadi huko inaburuza chini. Muone kanisani, alafu mkute kwenye sherehe. Utaamini. Utaamini ni yeye. Hey, ndio yeye huwa anatusimamia madhabahuni pale na kutuimbia. Utaamini. Unajiona? Kuna watu unavaa hivi na walokole wanavaaga hivi. Bwana asifiwe sana. Hakuna ufalme bila mavazi watu wa Mungu. Mimi lengo langu sio kuwekea sheria uvae ya hapa. Lakini hakuna unavyovaa ndivyo utatambulika. Sawa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mimi nilivyovaa hivi? Kuna maeneo siwezi kwenda kuhubiri nimevaa hivi. Ni kwa vile tu hapa ni Dar es Salaam. Kwa sababu hapa uelewa watu ni mpana zaidi. Nikienda kuhubiri kijijini lazima nivae suti. Kwa sababu gani? Wale kutokana na kiwango cha ufahamu wao kuna vazi lingine usipovaa hawatatambua, hawatapokea hata injili yako. Naeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa hiyo vaa kwa namna ambavyo utakuwa addressed, utatambulika. Amen. Vaa kwa namna ambavyo utatambulika, kwa sababu hakuna ufalme bila mavazi. Lakini jambo lingine, kila ufalme una mifumo, una systems. Kila ufalme una mifumo. Kila ufalme una mifumo, systems. Sasa mifumo inamaanisha nini? Ninamaanisha utaratibu wa kuendesha mambo yake. Kila ufalme una utaratibu wa kuendesha mambo yake. Una utaratibu wa kuendesha masuala ya afya. Kila ufalme una utaratibu wa kuendesha masuala ya ulinzi. Kuna mifumo ya kiafya kwenye kila ufalme. Kwa mfano Tanzania kama ufalme kuna mifumo ya kiafya. Kuna mfumo ambao unahakikisha dawa zinafika kona zote za nchi. Ni mfumo wa serikali. Ule mfumo ukikorapti, utashangaa baada ya wiki au wiki mbili kuna mahali dawa zinapotea. Sasa ndivyo ambavyo serikali inaweza kuiondoa dawa fulani kwenye mfumo. Kwa sababu kila dawa unaona inapatikana, kuna mfumo unaoimanage. Kuanzia uingiaji wake kama inatoka nje ya nchi, uzalishwaji wake kama inazalishwa ndani, na usambazaji wake. Kuna mfumo una manage. Ndio maana ukianza kutafuta chloroquine sasa hivi utapata shida kuipata. Kwa nini? Kwa sababu serikali vyote vile, mamlaka husika iliona ni dawa ambayo labda imepunguka nguvu, haifai tena kwa kutibu malaria.